Mungu ni mwema na kila wakati. Wapendwa taifa la Mungu, katika Dominika ya leo sehemu kubwa sana inagusia kumtendea jambo jema mtumishi wa Mungu, na kwa maneno mafupi sana anataka kutuambia tunaposhirikiana na Mungu katika jambo lolote lile, basi hutakosa baraka. Na tumepewa mfano katika somo la kwanza, Nabii Elisha anakwenda kwenye familia moja na mwanamke Mshunemi ambaye anamtendea Elisha jambo jema, anampa chakula. Basi shukrani ya Elisha, anaona hitaji lao kwamba walikuwa wazee hawana mtoto. Kwa hiyo akawaambia, mwakani, mwaka kama huu, tarehe kama hiyo, mtakumbatia mwana. Nabii Elisha huyu alikutana na mama mmoja ambaye amebaki na chakula kidogo tu, yeye na mwanaye, apike wale wasubiri kufa. Akaomba apikiwe chakula. Yule mama akajitetea kweli kweli, akamwambia, wewe pika tu. Alipompikia, basi kapu lake na chupa yake viliendelea kujaa mafuta na unga. Katika kitabu cha Mwanzo kusoma habari ya Ibrahimu, naye aliwatendea watu wa Mungu, na huyo mtu wa Mungu akamwambia Ibrahimu kapata mtoto. Kwa kifupi, tunaambiwa tunapotenda mambo mazuri kwa watumishi wa Mungu, Mungu hatakuacha bila kukubariki. Sasa swali la kujiuliza, mtumishi wa Mungu ni nani? Na wengi mtafikiria tu padri, matawa, labda askofu na kadhalika, lakini sisi wote ni watumishi wa nani? Wa Mungu. Sisi wote kama tulivyosikia katika somo la pili kwamba tunazikwa katika ubatizo wa Kristo. Kwa sakramenti ya ubatizo tunashiriki kifo chake, na kwa kushiriki sakramenti ya ubatizo tunapata zile kazi kubwa tatu za Yesu ambazo za Mungu tunapaswa kuziishi na kuzifanya: kazi ya utawala, unabii, na kazi ya ushuhuda, kumshuhudia Kristo. Kumbe sisi wote kwa sakramenti ya ubatizo tu watumishi wa Mungu. Kumbe tunapotendeana kwa upendo, tunapotendeana vizuri, Mungu anatubariki. Sasa kwa ufupi tu, mimi ni shuhuda kwa wale watumikia watumishi wa Mungu. Kwa wale wananikumbuka au wananifahamu, miaka hiyo hapa San Joseph alikuwa padri mmoja alikaa muda mrefu sana, Father Mansuetus, Brinkoff Mansuetus, na Sister Clarina. Walikuwa masista wengine wengi tu. Mimi niliwajua hao wawili kwa sababu ya kitu kimoja, kigango cha Keko. Sasa walikuwa wanapita pale nyumbani, walikuwa na gari ndogo Renault. Basi wanakwenda, dereva anawaacha, wanarudi. Saa nyingine dereva sio anamchoka, ameenda nyumbani, wanakuja wanatembea kwa mguu, wanatoka Keko, wanapita pale nyumbani, wanakuja hapa San Joseph. Sasa kwa sababu walikuwa wazungu na sisi tulikuwa watoto wadogo, tulikuwa tunawashangaa wazungu. Kwa hiyo tunatoka nje, tunamwangalia anapita, sister, anambia jambo, wanajua Kiswahili. Kwa hiyo tunashangaa, mtu anajua Kiswahili hao. Basi Father Mansuetus, sasa yama ujambo wewe, ananibariki hapa. Siku moja akauliza, unakaa wapi? Nikamwambia nakaa hapa nyumba hii hapa. Salimia mama. Nikienda kwa mama, kapita mzungu kavaa nguo nyeupe, wawili, mmoja mwanamke, mwingine mwanaume, wanaenda huko, wale watakuwa mapadri wale. Basi siku nyingine wanapita mara nyingi. Siku hiyo nikamwambia karibuni nyumbani msalimie mama. Wakaingia. Mamangu alikuwa anafuga kuku na bata. Basi mama akapa tray moja la mayai. Sister akasema asante sana. Basi Padre Mansuetus akaniangalia, akaniambia, unataka kuwa kama mimi? Ameshika ile chinguru, unataka kuvaa kama hii, Mungu atakubariki. Afa akanibariki, akaondoka. Sasa sijavaa. Kwa hiyo kuna mambo mengine tunaweza tukatenda tukaona ni ya kawaida tu, ya kawaida, lakini ukitenda kwa imani, Mungu anakurudishia tena zaidi hata ya kile ulichokiomba.
Ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi wake, ukimtendea mtumishi wa Mungu nabii utapata thawabu ya nabii. Sasa swali tunaweza tukajiuliza, hivi leo hii tuna watumishi wengi, tunasikia makanisa huku kule. Sasa sijui wale wanawatendea vizuri, maana wengine wanakwenda kupeleka pesa, wengine wanapeleka mali, lakini angalia ile nia ya yule anayekwenda kule kwa yule mtumishi. Walio wengi hawaendi kuwasaidia watumishi, wanaenda kutatua matatizo yao. Kwa hiyo atapeleka pesa, mimi niombewe nipone. Basi akishajua wewe anaweza kuombea watu wakapona, watakupa pesa nyingi sana. Sasa wale hawampeleki nabii kama nabii, wanapeleka matatizo yao. Sikatai kwamba tuna matatizo tukuombe Mungu. La kwanza kumtendea mtumishi wa Mungu kadiri ya mahitaji yake katika utumishi wake. Mimi na imani kabisa sisi watu wa mjini hapa, sisi tuko town, tunajitahidi sana katika mambo ya kuwasaidia makasisi wetu, watawa na kadhalika. Ukienda majimbo mengine huko, hali si nzuri sana. Unakuta paroko yuko parokiani, parokia imechoka kishenzi na mwenyewe kashaanza kuchoka. Father, hapa tunapambana tu. Namwangalia Father, sadaka unapata Jumapili sadaka shilingi ngapi? Shilingi 5,000, 10,000. Wakipata 15,000 kuna mgeni kaja. Mimi nimekwenda mwenyewe kwa macho yangu, nimeshuhudia huko maeneo ya Tunduru Masasi. Kuna parokia inaitwa Nakapanya. Rafiki yangu anaitwa Father Bolibo, alikuwa paroko wa Manzesi wa Sinza. Kwenda nikamwambia Father, hii weight sitapungua. Akasema huwezi kuamini, weight haijapungua ila tunapambana. Msali misa pale. Kweli kabisa, akaenda kuhesabu sadaka 15,000. Kwa hiyo akampa mpishi 5,000, yeye akabaki na 10,000. Nikasema huku ndio kwa kufanyia mwaka wa kichungaji, nini sabati. Kwa hiyo unaenda unakaa kule, unanyoroka, unafanya malipizi. Basi kadiri tunavyotenda kwa ajili ya Mungu, Mungu daima hatuachi. Tumsifu Yesu Kristo. Simame tukiri imani yetu.